Naam, asante sana na karibu tena kuendelea kusikiza matangazo yetu ya Baraka One TV, na mimi ni ndugu yako Rajab Wakili Kabonga. Kipindi ni habari na maelezo, na ni saa 9 saa za Afrika Kati, ikiwa ni 10 majira ya Afrika ya Mashariki. Katika kipindi hiki niko na Rafael Roger Seko. Jamu, asante na karibia tena ndani ya studio ya Baraka One TV kuja na kipindi cha habari na maelezo. Ya vile vile tuko na mchambuzi wa siasa na pia ni mwanaharakati vile vile, na pia katika swala la uandishi wa habari pia ni mbobezi. Bwana Moize, karibu. Asante sana. Na katika yale ambayo tutazungumzia kwa mchana huu ni kutokana na kwa wabunge wa upinzani kuweza kutoka bungeni baada ya mswada wa mabadiliko ya katiba kuletwa ili kwenda kupiga kura ya maoni, na vile vile tutazungumzia kuhusiana na mabadiliko ama kuweza kutengeneza katiba mpya ikiwa ni changement ou modification ya constitution, na pia tutazungumzia swala la Constant Mutamba. Mutamba yuko wapi? Yuko kwa upande wa upinzani ama yuko serikalini? Je, yuko upande wa Rais Felix ama yuko upande wa alikuwa rais Bwana Hippolyte Kanambe? Pia tutazungumzia kuhusiana na maandamano mgomo baridi ambao unatarajiwa kufanywa Kinshasa hiyo tarehe 3 za mwezi wa 6 mwaka huu 2026, na mwisho tutazungumzia kuhusiana na ujio wa nchi Avenir ya Kongo, inaonekana iko namna gani. Karibuni sana, na ili kwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kunapata haya matangazo kila wakati, na vile vile usikose kutembelea Mwangaza TV ambako pia utakutana na baadhi ya matukio ya yote ambayo yako nazidi kurindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kubwa nyingine ni kuendelea kushiriki na sisi kupitia Operation Saidia Muzalendo. Hii inafanyika kwa ajili ya kuweza kuwatia nguvu na motisha wote ambao wako wanatusikiliza. Nirudie kwa kukumbusha kwamba mapigano yatokea juzi na jana ambayo yalifanyika huko maeneo ya Kabare, pia Walungu, Kibanda Mangobo, maeneo ya Shulwe na sehemu zingine kufika mpaka Nzibira. Hali haijawa ya kutulia kwa sababu wananchi bado wanakimbia makazi yao, huku wazalendo wakizidi kuzisambua ngome za magaidi wa M23. Kwa jinsi ulivyosikia matangazo yetu ya saa 6 ndio jinsi yanavyokuwa, hali iko inaendelea hivyo. So tuungane wote kwa pamoja na tuanze moja kwa moja na hizi taarifa kutoka jijini Kinshasa. Kwanza tutaanza kwa kusikiliza ujumbe wa wabunge. Hawa ni wabunge wa Ensemble. Baada ya kutoka bungeni waliweza kutoa mapendekezo yao na kuzungumza kile ambacho wanasema ni kujaribu kuvunja katiba na pia kupeleka nchi sehemu ambayo sio sahihi. Par la majorité au pouvoir, coalition Union Sacrée de la Nation pour changer la Constitution en violation des articles 219 et 220. Observons que l'examen et le vote de la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo n'est qu'une étape vers la réalisation de ce dessein macabre. Tuanze na hili Bwana Moize. Nafikiri umefuatilia vizuri sana mchakato wa wabunge. Zaidi sana tuzungumzie kwanza kutokana na wabunge wa Ensemble, na tuseme tu wabunge wa upinzani kutoka bungeni na kwenda kufanya declaration zao kukataa katukatu mchakato wa kufanya referendum. Hili swala unaliona limekaa kushoto ama limekaa namna gani? Asante sana kwa ulizo. Tajaribu kwanza kuambia watu Kongo ndio inaingia kwa Kongo. Kukitendo ambacho wabunge wa wapinzani wameonesha hapa majuzi kati kutoka kwenye viumba au kwenye ensemble kuboykote kuvoter les malwa ya referendum pour que ba changer constitution, ni jambo ambalo linaonesha kama Kongo tungana upinzani. To comme système moya inaisha kwa enclavé. Est-ce que mpinzani ni kukataa ama mpinzani ni kuleta mapendekezo?
Mpinzani kuleta mapendekezo na anaweza kukataa kama pendekezo lake ni nzuri na alikubaliki. Kuswala bwana uniuliza, sunaona bwana mtangazaji, mu periode tukwamo ebene tuko nafanya bio contraire, naongea ataki analyst na ifo kama ni analyst na ifo akwe independant akwe katikati en fait. Ku periode tukwamo ebene tuko nafanya mu ensemble bliko tofauti. Ibene tuko fanya mu ensemble habistahili kufanyika mwa wakati. Mbingilomba muda ndio tungibitumika kwa ujasiri na kujiaminia zaidi. Eske unahisi kwamba kwa wakati huu haufai kufanya kile ambacho kinafanyika bungeni? Kwa nini miaka ya nyuma ili swala tulikuwa tuko ndani? Naelewa utagusia swala kwamba kwa sababu tupo wakati wa vita, unaona tuko shida, kwa hiyo hivi hatufanyiki. Miaka ya nyuma mbona hili swala tulikuwa tuko na amani alikushughulikiwa? Nini kwa kinazuia pia? Si tuko na kumbukumbu wakati wa Joseph Kabila Kabange, ancien président, kulikuwa tengine problème. Wakati na anataka briguer troisième mandat, alianza proposer un changement de constitution. Même Jean de l'UDPS, na zingine maparti opposition, kwa wakati balianzaka barrer hiyo modification ya constitution. Kulikufaka watu Kinshasa, kulikufaka watu wengine ma province, na bikasikika abakufanyaka ile changement de modification. Tena ile même chose, ile même effet, ndio atata je répéter de nouveau. Et ndio nikone ki je répéter de nouveau dans quoi pire qu'il est à Kabila. Parce que tout comme situation neko tendue, tena mwa bitu binakuwa tena bingine vya nguvu, dans quoi pire kile ile wakati wa Joseph Kabila wakati angali pouvoir. Wapinzani wanapinga sheria. Haiko sema ndo deja tuko tunamodifier ama tuko tunachanger constitution. Ni sheria ya kusema kwamba tunatoa go ahead kwa wananchi waende ku referendum. Tunakubali kwamba tutafanya referendum. Ili swala liko na maushauri gani na changement ou modification ya constitution? D'accord. Tunafanya referendum juu ya nini? Juu ya changement au modification ya constitution. Si tukivote donc tuna accordé changement ou modification. Wapinzani ya? Hapana kwa wapinzani. Si wote. Raia. Tukivote donc tuna accordé. Na kutuki accordé changement modification ya constitution kwa wakati ni mbaya sana. Sio tu wapinzani, Senko ilishakatala. Wa musulman ulibafata bien imamu hapo Lubumbashi alisema na yuko pour. Des opposants, bakine banaliste, bakine ba leader politique balikatala na changement parce que les moments haiko yo wakati wa kufanya vile vitu. Un pays démocratique, peuple iko souverain. Ndiyo. Peuple ndo ba décider. Ndiyo. Tukikamata makushe mbalimbali hizi zote hapo tuzilinganishe na peuple. Unahisi wanani ndo wengi ambao wanastahili kupewa ile nafasi? Nafasi ya kufanya ambacho kiko kinafanyika. Ndakwambia kwa kitu kimoja ni hivi. Si balifanya vote. Banaweza kaelire na waka maana inakosa hapo ni kupromulguer ile loi ne balivoter ya referendum. Mais balifanya au contraire na mapasho ya opposant. Abakwenda vis-à-vis abakuelewana. Pourquoi bakuelewana? Unamesema balenda tofauti na mapasho ya opposant. Donc tunge ni wabunge ambao ni wengi wangewasikiliza wabunge wachache. Non. Non. Tout comme démocratie. Bile wene DPS ilifanya organisation yo peke sa vile kwa anniversaire, unajiorganize leo, unajuzia cadeau, unajikatia keke, unajicelebrate wewe peke. Na ile haipashwi, il faut fanya ba inviter bakwe bajirani banani pour que sherehe kwa sawa. Sasa ile walifanya sherehe yabo wewe peke parce que hapa kukua soutien ya opposition. Na kama biko vile parce que opposition ilikuwa msale. Na kama ilikuwa msale bakwe makeni yebo peke. Na ndio vitu ile ilikuwa bikonesha sura nzuri. Opposition ilikuwa msale. Sheria ilikuja. Wanani wako pour. Wakasimama wakasema si tuko pour. Wanani wako contre. Opposition yote bila exception. Ikasema iko contre les modifications. Sasa selon démocratie, un pays démocratique. Est-ce que ile exercice yenye ilifanyika bungeni ilifuata kwanza kanuni za sheria kusema tulete sheria bungeni tuivote ama tuikatae ama haikufuata kanuni? Bwana mtangazaji, acha nikwambie kwa kitu kimoja. Moi periode tu kwamo. Ndio niko kazia sana. Moi periode tu kwamo yetu tunafanya au contraire. Pourquoi?
ulifata point de presse, ulifataka point de presse ya president de la République Félix. Sawa. Alisema hivi. Hakutakuwa organisation ya election tant que Nord et Sud Kivu ngali sous-occupé na M23. Sawa. C'est tout à fait d'accord. Parce que tukifanya vile kwa sababu tunawasikiliza wale watu. Inaeleweka. Mais comment on vient de voter maintenant loi ya référendum bila Nord et Sud Kivu? Kwa jua après avoir voté, bataenda samba peuple. Peuple no anachagula, natia oui ou non. Ikikuwa oui, donc on accorde modification changement de constitution. Na itafanyika sans Nord et Sud Kivu. Ile population tunainscrire na tulisema tutabifanya kwa jua ile ma partie ya est iko moccupation ya M23. Na ndio maana ilikuwa cause principale ya opposition kujirevolter musal kutoka participer mwa ile événement ya kuvoter hiyo loi ya referendum. Selon katiba kutoka kwao ama kutoka kwao, eske inena empêcher exercice isifanyike? Haita empêcher exercice isifanyike, mais ina créé ma mésentente entre ba député ba majorité na opposition en même temps na peuple. Eske ni mara ya kwanza ba opposa kutoka mu assemblée na sheria ikapitishwa na ikafanya kazi? Sheria itapitishwa parce que bene bali bakendo ba mingi. Ndo bali bakendo ba. Donc kwanza ile exercice iko legal. Na hakuna kipingamizi pale. Hakuna kipingamizi ku majorité mais pia kipingamizi ku opposition. Parce que opposition iko satisfait na ile bene walitumika. Hatutafuti satisfaction kwa groupe fulani. Tunatafuta ile exercice gisi ilipitikana. Eske inaenda mouvement normal kwanza, kisha kama iko mouvement normal urizike usiporizika, me walio wengi ndo walipitisha na ilipita. Sasa kutafuta sasa kwa watu kurizika. Eske unajua kwamba ba opposant ya Mkongo barizika yake? Ushaona ni opposant Mkongo na rizika? Piko opposant wana na rizikaka? Hakuna opposant na rizikaka. Opposant wote ni opposant. Mais opposant banakuwa mneglige ku mpei yetu. Banamkamataka saa mtu anafai, mtu uko nini vya vile. Haikujua comportement yao wenyewe. Écoute bien, hakuna pays tanza kuwa pays yenye kwa demokrasia yenye kuna maendeleo bila opposition. Rwanda? Non. Iko na opposant. Rwanda? Ndio. Ushona opposant Rwanda? Biko fabriqué. Biko fabriqué, biko opposant. Nipe jina ya opposant Rwanda. Biko Ingabire unamjua? Biko opposant. Ingabire salifungiwa kwanza. Tunauliza analyst. Ingabire unamjua? Biko ndio namjua. Kizito unamjua? Acha nikwambie. Un simple chanteur. Kuimba tu tutafute amani ya sie wote, nchi zote ushirikiano. Bali mfere disparaître kwa dunia. Unajua ka role ya ba opposant mu pays. Role ya ba opposant kwa ni role moya kusisimua. Rwanda ya kusisite. Rwanda kuna position d'exil. Non, sasa kama biko opposition exil maana biko biko pays démocrate. Atuzungumzie opposition yiko exilé. Opposition yiko sur place. Mu Rwanda. Haiko Moise. Iko. Mu Rwanda iko ni jina. D'accord. Ni jina mais iko sunaambia iko muko ma parti za mingi. D'accord. Mais tukichukua contexte ya Rwanda na ya Congo avec ma manœuvre yenye opposition Mkongo iko nafanya. Tuzungumzie, est-ce que Rwanda inafanya vile? Récemment ulisikia nani le secrétaire wa UDPS le vieux Kabuye Augustin. Non, ce n'était pas Augustin, alikuwa président wa Union Sacrée, maître c'est lui le secrétaire nani? Mbata. Alisema dit jamais vu depuis akuwe Congo ayakoka na opposition faible kama ene iko. Yes, kwa hivi. Pourquoi ndio pale nikuoneshe kama niko sana Congo na tafuta ingia inaanza copier mwingine mapays. Kwa juu inaanza bloquer ma liberté d'expression, ma liberté nini. Kwa juu voyons voir ba leader ba mingi opposition bote comme exil. Non. Est-ce que Congo ishafukuza na ni opposant? Ba opposant mingi Moise. Bako na jexile bo wenyewe. Juu ya nini? Banajuta biko na malien, sawa? Bako na malien d'une façon kwa nyingine na rebellion. Biko na dili na bametre nafikiri unajua kuko aina ngapi za rebellion 3. Kuko wa rebelle wenye opposition.
opposition non armée vitu gani ba républicain mais aussi voilà na kuko wale wenye biko lié na magroupe armé mais abiko visible na ndo ile yenye iko mingi mubapoza ya Mkongo majorité amuna. Est-ce que unajua leo hii Constant Mutamba iko nataka kuwa na ule na Mali na Joseph Kabila? Qu'est-ce que vous appelez lien? Parce qu'il y en a dit opposé non kwa na lien. Non. Muichi yote duniani hawezi shirikiana na traitre. Mais comment? Hawezi shirikiana na mtu iko condamné. Mais comment? Qu'est-ce que nini na prouver que acha na malien? Parce qu'on a dit opposé parce que aussi les députés ba logique na walitoka moi événement parce kana. Kamata affaire ya mtu kama Seif Kikuni. Kamata affaire ya mtu kama Matata Mponyo. Kamata affaire ya mtu kama Uvie Delice Sanga. Achana na Delice Sanga huyu nani Uvie nani na msautu jina hapa. C'est un vieux mwenye alipataka matatizo epoke ya Kabila. Alipigwa mpaka akagonjwa karibia kufa. Leo hii Frank Diongo. D'accord. Leo hii Diongo iko nyuma ya nani? Ya Kabila. Na mwenye aliweza kumtoa kwenye iko ni president actuel. Na kamsifia kinitete kama angekufa. Sasa ukiangalia watu kama hao wengi walikimbia mwinchi juu ya kuona kwamba peut-être que je na mie batanikamata juu niko deja na kale kanani. Donc haiko seme inchi ndo iko na ba forcer mais ni manevre zao ndo ziko zina ba forcer kwamba bakimbie inchi. Revenons kwa hii question hapa moja tusiende mbali sana. Juu tukicompare Congo na Rwanda ku côté démocratie nini Congo. Na Rwanda iko pays démocrate. Non, kwa pays démocrate maana mpaka tu itwe démocratique. Ndo iko pays nani démocratique. France hakuna démocratie. Est-ce que iko la République démocratique de France? Non. République française lakini demokrasia ba yapplique ici natakiwa. Démocratie. Ukiangalia hata Macron alitaka kuannoncer. Ngoja Roger. Tatizo ni haiko juu pays inaitwa la République démocratique du Congo ndo iko na demokrasia. Hapana. États-Unis inaitwa United States of America. Lakini nchi ya kwanza demokrasia dunia ni États-Unis. Bon. Na ndio nchi ya kwanza kuwa na dictature. Unaona sasa États-Unis ni nchi ya kwanza kuwa na demokrasia na ni nchi ya kwanza kuwa na sheria na ni nchi ya kwanza pia yenye iko na dictature ya nguvu mu dunia. Mwili ile demokrasia kama au applique zile sheria bajifuatilia bananone. C'est ça. Sasa baopoza ya Mkongo jambo cha Felix sasa baopoza ya pete ya nzala acha corriger parole anona kanana anaenda contraire baopoza ya nzala. Kwa hiyo peuple souverain iko na droit ya kwenda ku referendum après kuweza kupitisha ile sheria ya kufanya referendum na tunasubiri tu haiko na droit comme tel parce que piko maorganisation manifestation pour bientôt. Bon, nafikiri ile tutaangalia force ya baopoza ya opposition kisi itakuwa changement ou modification. We unakamatia wapi ku changement ma ku modification? Yo changement modification kutoa parce que les gens de l'Union sacrée wa basi modification à sans de changement. Est-ce que kuna ubaya ku changer ma ku modifier? Si vous parlez changer donc vous pouvez naanza kunini ku mpaka kwa ile article les autres ici c'est combien? Yote napasha kwa changer. Est-ce que quoi problème pas? Pas problème parce que il a daté itakuwa siku moja. Itachukua muda gani? Itachukua muda parce que inalomba vitu tena vya kwanza réviser. Ce type là un type cadre wa IDPS j'ignore les noms c'est type j'ignore. Il y a alisema que constitution chaque fois déposé depuis le 23 janvier 2026 mon bureau IDPS. Donc ni kitu kile wako cha préparer. Oui, c'est un cadre de l'IDPS, Dieu qu'on le somme. Hier ni kitu kiko cha préparer. Il y a donné la date. Le 23 janvier 2026, va déposer constitution mon bureau. Non, proposition. Dépôt ya constitution. Donc maintenant on a fait pas ni mascarade. Il y a IDPS. Va déposer mon bureau IDPS. Mon bureau permanent. Nani mwenye ananyore kama IDPS na parti pouvoir ilisema kama yote mwenye kuna proposition balitumana kana numero na site. Unaweza kupeleka nani proposition yako par rapport na constitution nini tunaweza changer nani kila mtu ilikuwa katika gani ilikuwa pa mwezi wa 3. Moi je te dis de janvier mais à combien janvier ndio sasa mimi kama unajua hiyo idea ndio akasema acha sisi tutaniona tosha ya kwetu
Sasa ngisi na wewe unaweza kwa sababu mwananchi bwana. Sasa wakati tutaanza hiyo marevision ya constitution, nini unapenda tuchanger? Population ilikuwa na liberté tu ya kila mtu. Napata jina. C'est Chiboabo Olivier. Le vieux, le cadre de Chiboabo Olivier. Alianza de alisema hivi que on a déjà déposé. Est-ce que hiyo inaangaje IDPS ama inamwangaje? C'est un cadre. Non. C'est un cadre. Kuwa cadre, amanishi kwamba ndo utasema au nom de l'IDPS. Oui, il a parlé au nom de l'IDPS. Mais c'est lui alisema. Est-ce que unajua la seule bouche autorisée ya IDPS ni nani? Augustin? C'est Kabuya. Kinye Kabuya anasema ndo kinaangaje directement IDPS. Hivi na alisema Olivier akusema cash bikokoni haijalishi ça va. Ushasikia un agent wa IDPS ana contredire les messages na alishite selon yeye c'est pas selon yeye ndo anasema ma proposition za constitution ziko déposé déjà pour IDPS pas papa piko proposition yeye anasema on a déjà déposé ba IDPS ba concevoir constitution n'est quoi déposé depuis le 23 janvier 2026. Ça va, c'est kwa hiyo kila chama kitatengeneza constitution yake afu ndio binakuwa bana chukua zote bana zikusanyisha afu wana ndio hapa nikwambie hivi bwana mtangazaji tutoe kitambala kumecho nous sommes manipulés, nous sommes utilisés parce que hivi tuko fanya ni mascarade ulisikia peke Augustin alisema bafanye nini on doit modifier la constitution. Nchi ngapi zenye unajua zimodifia ama kuchanger constitution? Siku za trop. Pembezoni tu mwa Kongo. Siku za trop. Est-ce que kutokea hii mafujo zenye si hapa tunataka kucreate tu hakuna. Ndio nakwambia. Alors pourquoi pas c'est tout changer? Ama de se modifier. Changer nyingine verbe mon cher. Changement ou modification. Tuko maibo yako, tuko maiyo ni studio yako. Unasema je peux modifier. Ou puis je peux changer. Si unasema je peux modifier back, puis comme ni itabakia, unaongeza mpingine. Changer, c'est changer tout. Ça va? Chini kwa. Bro, tunatoa ma micro zote, meza kila kitu tunatebea mpya. Mako unatambia constitution yote iko biaise. Mais ni studio iko biaise yote. Ni studio ile tu. Iko biaise constitution. Atende mwe kadri yako. Tunatoa kila kitu mu studio. Tunatebea mpya, tunachanger. Est-ce que inapotea? Inapotea. Comment? Intégrité parce que une constitution est votée depuis 2006. Et puis on a célébré 20 ans. Il y a le coupe 20 ans constitution. Tuko nayo. Est-ce que mko ma disposition mu constitution zenye zina lomba kwamba mie constitution mnaweza kunichanger ama kunimodifier? D'accord aussi. Sasa kwa nini sifanye? Avec des conditions. On ne doit pas changer ni modifier la constitution si tout comme état de guerre. On ne doit pas changer ou modifier la constitution si tout comme état de siège. Na vile vyote Kongo iko nayo. Shazungumzia hilo swala. Iko article combien? Article combien? Uwezi kuchanger constitution mako kumodifier wakati nchi iko movita. Nchi ndio. Est-ce que pays iko movita? Papa. Nini ni movita? Anasema. Ndio. Est-ce que Kongo iko movita? Kongo isha tangaza vita na nchi. Declarer vita. Papa. Kongo isha tuko mnini sasa? Nauliza. Uko analyst. Ndio. No? Kongo isha declarer vita na nchi gani? Déclarer na nchi gani ndio kusema ndio tukidéclarer tuko movita? Mais nous sommes agressés. Voilà. Si nous sommes agressés, nous sommes en guerre. Papa. Nous sommes agressés. Nous sommes agressés. Les pays agressés. Ça. Ils ont déclaré vite. Si nous sommes agressés, nous sommes en guerre. Nous sommes en train de se défendre. Papa, tu défendre na kofi. Contre l'agresseur. Non. C'est ma arme. Est-ce qu'il y a mon kofi? Il y a une arme. Of course, là où les gens se battent. Oui. Vous avez financé, on a financé combien de milliards au ministère de défense? Défense, il y a un budget, c'est pour améliorer l'armée. Aiko ku défendre. Non. Ukisema ku améliorer l'armée, donc il y a achat, il y a un équipement et tout ça. Zinaenda wapi? Ma motivation, tout ça. Zinaenda wapi? Ni dû à faire. entrepôt? Non. C'est faire monter l'armée. Sorry.
kwa puissance yenye iko tofauti na kisi ilikuwa juu kushindana na sasa vile vitu vikikuya vinaenda mu entrepot tukisema kwamba tunaenda wapi sisi tunapigana sasa et si unapigana unasema sio quoi de défendre sasa tu dois te défendre avec qui avec l'ennemi non d'accord donc on se bat donc nous sommes nous sommes se battre nous sommes en guerre. Nous sommes tentés de se battre. Bon, juu kwenye kunalia risasi, asema vita sindio? Ya kwenye naniza pigana vita. Mais ile déclaration yenye iko officielle. Unajua chaque état iko na mafaçon zake za kudirige état. Et s'il s'agit de la guerre, tunaona Ukraine et Russie ilitangaza kwamba opération spéciale. Ayesemaga seme la guerre contre l'Ukraine. Sema opération spéciale. Tunachukua États-Unis na Israel contre l'Iran. Banasema banaenda kudétruire manani nucléaires ziko muni. Mais qu'est-ce qu'il faut se gêner? Abapigane? Biko pigane. C'est la guerre, non? Est-ce que iko proclamer que nous sommes en guerre contre l'Iran? Qu'est-ce que vous unapenda uelewe nini? Nataka kusema hivi, sawa? C'est la constitution yetu mule madisposition que hawezi kumodifia ama kuchanger constitution kama pays inchi iko muvita. D'accord. Et alors, inchi haiko muvita. Ndio. C'est là oui. Sio c'est là mimi. Inchi haiko muvita. Si dokata, c'est pardon, nataka kuambia hivi. Le garant de la nation. Alisema garant de la nation isema tutaorganiser ma élection kwa jua nini? Inchi iko muvita inava. Tena vingine. Ona mwezi hebu nisikilize. Sijakataa, sawa? Kauli zako zenye huko nasema sio kama nazikataa kwamba unapenda boycotté. D'accord. Ukisema vita na gisi huko sense yenye huko unaipelekea. D'accord. Ni kama inchi inatangaza vita dhidi ya sawa. Sasa Kongo haitangazi vita ila iko inapigana baada ya inchi kuvamiwa. Constitution nasema na enemy iko interne, ni wa ndani, haiko wa nje. No, enemy ni wa nje. Ndio, ni wa nje meko anapigania ndani. Ndani. Sawa? Sasa ili kudeklare vita. Vita haiwezi kuwa ndani. Vita ni inchi kwa inchi. Enlever le mot déclaration. Kujua mot déclaration comme constitution. Inakuaga enlever. Banasema en cas de guerre selon selon en cas de guerre en cas de raisi sawa anapewa mamlaka ya kuconvoquer des chambres. D'accord. Sawa? D'accord. Na ana déclarer ana prononcer. Sawa? Ndio. Est-ce que bija fanyika? D'accord. Donc abi comme Moïse. Twende pole pole. Donc vous contredisez le garant de la nation. Si on me contredire Félix. Si on me contredit donc on m'a appuyé. Si moi appuyé Félix mais appuyé contexte et tout va vivre actuellement. D'accord. Qu'est-ce que le garant de la nation alisema? Bien mingi. Soyez conscient. Alisema hivi. Hatutafanya élection. Tant que Nord et Sud Kivu iko sous occupation. Ya barebel. Donc nous sommes dans un état de guerre. Nous sommes occupés. Acha mo occupation. Kuko ka parti ka moya. D'accord. Prenons ceci. Faisons ceci, hein? Bon, banasema souvent que Congo tuko plus ya 150 millions d'habitants. Kamata bulo ma parti bwa Nord si tu peux arrêter. Arrêter. Acha kusema vile, acha kusema vile. Niko na manango hapana useme vile. Bana liste na baopozana na watu wengine banapenda kugeneraliser les choses, hein? Prenons ile maparti ziko sous occupation ya M23 Nord Kivu. Kisha fanya calcul. Est-ce que avec ile batu biko sous occupation ya M23 ndo itaempêcher inchi kutokufanya mahitaji yake? Mu 2018 tulikuwa hapa. Est-ce qu'on a fait les élections nani wa Bunagana wapi? Non. Kwa nini? Sio. Ilikuwa exclaimu nini mu maordre za seni? Ilikuwa mwepoke ya nani? Ilikuwa mwepoke ya Chilombo. Hapana? Ndio. No. Hapana. Papa, mwepoke fait Seketi. Ndio. 2018. Soyez conscient. C'est pas 2018, c'était 2023. Soyez conscient. M23 iliingia Murenya nani? Mudem, hein? Iliingia Murenya nani?
M23 depuis règne ya Kabila. Hapana ma depuis. Depuis Kabila. Hapana vile ba depuis. Si on parle depuis Kabila alibatoa en 2023 2013. Ah non. Na hiyo ndo probleme ya kuchanger histoire. Ukisema M23 haiko leo. M23 ni AFDEL. D'accord. Toi M23 ni SCD. Sipendi nilete vile. Non. Il faut kujua kwamba chimbuko la kitu ilianzia wapi. Bunagana ilikamatiwa Murenya nani? Bunagana si hapa Murenye ya Felix ndo liga Bunagana. D'accord. Hatuwezi pinga hili. D'accord. Na kama election ilifanyika 2023 ilikuwa Bunagana ilikuwa chako occupé? Of course. D'accord. Lui-même le président wa Sénat akasema que Bunagana a empêché. C'était Bunagana territoire moya hivi ya kwa ingine territoire moya. Est-ce que kuna Ebola mu 2018? Ni junior kwa join deuxième phase quand deuxième phase. Una phase kwenye tofanya na Mali Nord Kivu? Non, ni kwa Sankuru comme territoire de Sankuru. Donc des territoires kufanya kani. Kufanyaka. D'accord. Moi yo optique. Et donc, d'accord. Point yangu ni usinipoteze Moizi. Mimi ndio nakuuliza maswali. Wewe hautauliza mimi maswali. D'accord. Sawa? D'accord. Mimi ndio nakuuliza maswali. D'accord. Nataka kusema nini hapa? Kwamba tukiangalia watu walio wengi ndio wenye wako chini ya utawala wa serikali. Na wale wengi wanawarepresente wale wachache wenye kuwa chini ya utawala ya mwizi. Sasa ili tuwakomboe wale, sisi kwanza huku tunafanya mabadiliko makubwa. Yenye itatuwezesha tuwakomboe wale ndugu zetu pale. Nafikiri ni ile. Sasa shida iko. Mimi nitakujibia. Kwa jua wakati uliongea maneno ya bien sana na ilinipatia ingine mawazo. Uliongea hivi 2023 tulifanyaka election sans Bunagana. C'est tout à fait d'accord. Et pourquoi tu fais une élection sans Nord et Sud Kivu? On peut qu'on sait que c'est pas Nord et Sud Kivu qui t'ont empêché, pas toi de faire une révision constitutionnelle. Tu viens de le parler à cette heure même. D'accord. Mais le garant lui-même a laissé ma vie. À tous les faire une élection sans Nord et Sud Kivu. Mais il est le gouvernement, il n'a qu'à pitisha loi ya kufanya référendum ça et Nord Kivu. Make unapenda vitu na contraire yake. Et c'est pas bien. Si tu as déjà parlé à tout afanya kitu na mtu fulani, haita unaona sema tufanye kitu na vile ule mtu politique. Est-ce que vous politique ya Kongo na ile? Donc politique ya Kongo iko bizarre. Non. Haiko juu ya kuwa bizarre wala nini. Yani hapa Kenya alikuwa anamaanisha kwanza avant president tumsikia Denis Kadima. Alisemaga manki ya mamoyen kufanya election ya mauvaise province 17 provinces zenye aziko ekipe. Ushelewa. Donc pale kuko mamanke za mingi. Sasa ili kuweza kwenda sawa ni bora tuairishe kwanza huu mchakato. Selo Kadima. Na yeye ndo iko na ile monopole ya kusema twende kwa election ama tusiende. D'accord. Na nena surcharge hata franga ziko. Mais akipenda tu wa surcharge na ni kalenda yake na vitavurugika. Mais le président lui il a parlé quoi? Non, président quoi? Bon, ku façon politique sasa. Sawa? Ku politique sasa. Vous savez tout tunapigana na adui. Sawa? Na kuko materme politique zenye zinatumikishwaga juu swati ya kumfanya adui awaze autrement. Ushelewa? Kumbuka hapa kuko pression juu ya changement ou modification. Sawa? Sasa avec ma élection ngambo kuko ba M23. Déjà pale kuko kitu kenye swati balika retenir, swati bakasema kumbe bwana ana hii envie. Mais huku chini kwa chini serikali kufanya vitu vingi. Bon, hii ni nchi Moize. Est-ce que unajua kama tukifanya vile bila Nord et Sud Kivu tunawapenalize wale watu? Hatuwezi kwa penalize. Banasemaga hivi. Nafikiri ulizoea kuona movie za kizungu. Sasa bakteri bana kwa mwambushi. Banatafuta moya tu atoroke. Aende toa habari kule. Sawa? Sasa kikosi kitakuja kule ni kwa ajili ya ukombozi na tunajua bien kwamba benzetu biko en otage. Abawezi kufurukuta. Hakuna mwa referendum ingie Goma. Sisi tunafanya vile hivyo. Goma iko represente na Beni. No. Gouverneur wa Nord Kivu officiel. No. Iko Beni. No. Kakule Somo Evariste. Ule ndo gouverneur wa Nord Kivu. Hapana Erasto Musanga. Hapa? Gouverneur wa Sud Kivu ni Jean-Jacques Purusi. Ule ndo iko na manda ya Nations Unies, iko na manda ya Nations.
Shelo. Kwa hiyo kama tunafanya referendum mu Sud Kivu, tunakonte Sud Kivu ni sie venye tuko upande wa serikali. Mais pourquoi tusifanye ma election? Na ma election zitakuja après, mais il faut kwanza tufanye kwanza hii referendum juu ya kupata katiba mpya. Eske boseme Moize uko Kongole no? Ndio. Hili ni swali acha kwanza na bwana liste mingi. Anataka Kongole. We peke en soi. Eske auoni kama tuko na ulazima wa kushanja ama kumodifia kwa constitution yetu? Kwa hiyo wakati hapana. Sisemi kwa hiyo wakati. Anataka Kongole tu. Kwa wakati yote ile. Eske hakuna façon bon sio mzuri kushanja ama kumodifia? Sifo ni jua ni wakati gani? Sisemi kwa wakati gani. Nazungumzia wewe kama vile Kongole tu. Ukisema sema mimi hata Kongole lakini nishasoma constitution yangu yote. Hii lazima tuimodifie. Wewe ufikiria hivyo? Kuimodifier oui, pas changer. Ni lazima? Kumodifier oui, pas changer. Si ni lazima? Ni lazima kwa wakati. Basi. Ni lazima kwa wakati. Unaona? Ni lazima kwa wakati. Unaona Roger? Kongo tuko na watu wa aina mbalimbali. Niko wapinzani, niko majorite, niko analyst. Kuko vitu wenye watu wako wanaitika lakini wanakataa. Na Martin Fayulu iko conscient kwamba hii katiba yetu mko pengine moyo venye il faut tubadilishe. Lakini ile esprit ya opposition ya kukataa kila kitu, mazao yote iko tu ni ku 3e mandat. Et c'est ça. Ile tu ndio tutafinir. Ndio kwenye bakona. Na ndio tutafinir. Mimi nakumbuka après 2018 process ya nani ya kufanya kufanya enrôlement. Kwa nini inaitwa nini? Sensa. Sindo enrôlement. Enrôlement. Enrôlement ni tofauti, iko na terme nyingine. Tunaitaga nini? Recensement. Sawa? Ilikuwa prévu. Mais obstacle ilitoka kwa opposition. Koma tu mweza kufikiria kufanya hivyo, mnataka juu itachukua kama ni 5 juu mupitishe. D'accord. Ikakuwa bloqué. D'accord. Sasa moment opportun haitakuaga. Na wakati hiyo wakati banalo kwa opposant. Ouais. Hiyo wakati hiyo banalo kwa opposant. Sasa ni wao nani wa Martin Fayulu nani wangu? Ndio. Moïse aliingia mu gouvernement. Moïse aliingiza nani mu gouvernement? Pour votre information. Mpaka ni wakakosana na wakina Zangi wakatoka wakina Sama Lukonde. Pour votre information, nitajaribu kuglissia kaka kitu ke recensement c'est pour bientôt. Haina shida. Sawa? Haina shida mais c'était bloqué na opposant na opposant. Et les mêmes opposants dont le même a validé tena recensement. Tu vois? Donc na yengine surtout que politique ya Congo iko un peu compliqué kiloko. Pourquoi? Pour être opposant maana kuna jioposer kwa vyote ni rais anaweza fanya ni viko vya mzuri ni kwa mubaya unajioposer. Non. Pourquoi nasema vile? Imaginez en tant que i dossier ya changement ama révision ya constitution. C64 mouvement ya hapo yenye bali créer ba opposant C64. Wao ole kwanza wangali kwanza interesa hii population iko agressée. Inchi iko agressée. Pourquoi wasifaire pression kwa Felix? Fanya mbinu zako zote avant 2028 ma election zifanyike, uchatosha kwanza enemy. Mais baka konte kwanza tutamutosha ndio Felix. Jo kiangalia opposition yote ni wako wanafanya. Bako nasema kwanza tutamutosha Felix. Il faut ukisikia nani huyu ancien Kabunda iko nakwambia degré ou de force Tshisekedi doit partir. M23 doit rester. Unasikia? Ndio maraki ile. Unasikia? Njo declaration ya juzi ya nani ya Kabunda. Ukisikia declaration ya Martin Fayulu na jana bakamuuliza juu ya eske parce que mko na besoin ya kumtosha Felix madarakani. Je, ndio kusema kwamba na wewe utatumikisha mbinu za mwenzako predecessor Joseph Kabila alifanyaka kuingia mpaka mrebelio utumikishe bunduki ndio toshe rais na unamalizisha raia. Akasema hapana, mimi naweza fanya politiki yenye ni ya kusema non arme. Mais ile kufanya ya arme ni ya kufanya kumalizisha raia. Unataka kwamba kuko kwa politiciens ba mingi logique tatosha Felix degré ou de force. Mais logique sio tu ya Kabunda. Na wengine watadisi sana kwa nakwambia degré ou de force tatoka. Ukiangalia parfois mwenye kwa jitahidi kidogo tu anatoa argument zake na unasikia wibi a changer position
kidogo MP mwenye mimi nilikuwa analize ni huyo na Docteur Denis Mukwege. Ndio mwenye kwa anajikaza kidogo, kwa anatosha maanalizi yake yenyewe, kutosha parfois anaweza. Mais wengine wote de gré ou de force. Imaginez hata manifestation ya le 3 juin. Bako wanasema kwamba de gré ou de force Tshisekedi doit partir. Ba Prince Penge ndio declaration bako wanasema kile. Na ndio hiyo yenye tuingie hapo. Est-ce que Moïse unaamini les 3 opposition itaonesha force gani? D'accord. Avant de répondre aux questions, nilikuwa penda kwanza nimjibie ndugu yangu Roger. Nimwambie kama opposition haitatoa Tshisekedi au pouvoir. Inatamtoa Tshisekedi au pouvoir ni constitution. Constitution tu Congo kwa wazi. Deux mandats una cédé pouvoir. Na kama opposition kuna mwambia atatoka kwa nguvu, parce que Aisha change na vision ya son excellence monsieur le président, il chaque contraire na constitution. Ndio maana wanasema vile. D'accord? Compte tenu na organisation à marche ya ville morte ya le 3 juin. Unaniuliza est-ce que t'as réussi ou pas? Unaona je peux t'informer monsieur le journaliste, jana ndo kunazonesha kama sinyo mkomini ya Changu Kinshasa. Uliona ma image balibrile mapine ya annonce. Attendons voir les 3. Tuangalie si vitakuwa. Mais keleni kwa naomba Mungu bisukwe sa vile ya periode ya Kabila. Kwa hiyo bila periode ya Kabila batu wa mingi walikufaka. Et le président il était derrière parce qu'il doit alikuwa leader wa opposition wakati. Tena na alikuwa nakata les modifications changement de constitution. Bote ba Augustin, ba Kabundu ba nani balikuwa wanajiopposer sana. Ba Martin akuta kwa changement modification de constitution. Batu alikufaka mo de période. Et les gens balikuwa en opposition chaque majorité ba na appuyer les idées ya kufa nini, ya kufa un changement de constitution. Donc il y a une chose ne ayendeki. Wakati wa Kabila opposition ilikuwa na soulever mapoint zake. Oui, wakati opposition chaque majorité na una soulever mapoint zake. Ici les mapoint ni kutufunika si kitambala. Puis quoi un agenda caché. Il n'est pas lié à modifier constitution, na ndio meko katala basi modifier parce que banajua bene biko. Cela veut dire quoi monsieur le journaliste? Tout soubiré le mercredi. Mais tout komba Mungu bisikue pire. Parce que tension ni iko Kinshasa. Iko ngufu sana. Tutashuhudia maafa ya watu, watakufa, wataumia, watafanya nini? Tuzungumze hivi tusiwe profete de malheur, mais tuseme kwamba na RDC ayawahi, ni analizi yangu propre, ayawahi kuna rais mwenye kuna demokrasia mingi sana na uchungu wa raia sa vile Felix. Pourquoi nasema hii? Manifestation ilifanyika jana, ndio nasema kwamba ndio nakamatia kwa example ya kusema kwamba a partir ya hii inaonyesha kwamba itaresire le marche ya le 3 juin. Est-ce que kwa mtu kulumiziwa na katiba nchi est-ce que ya hii demo Changu? Non, mablessé ngapi? Paka ni filme pa kwa mablessé. Na hiyo mablessé natokana sana nini? Banaenda kufanya mavandalisme. Imagine kwenda vandaliser vitu ya watu. Penge iye peke alituma message yake aseme mubakie mu manyumba yenu, mtu asitoke na gari yake nje, tutaitobola na mapine. Si banda Opposé wewe nasema hivyo. Trouble ya ordre public. Sheria itakuchia kwa mkono. Hapo takia sema opposition alikuwa ba opposa biko na collaborer na ba kuluna. Unaona? Opposition ya Congo, Felix, usema sasa mimi kutakuwa mamoro. Eske ndio manifestation ya kwanza wanafanya yenye inaleta mafuyo. Zinafanyika tu za mingi sana Kinshasa. Est-ce que Moïse depuis tout pouvoir à Tshisekedi. Ju être opposant, ndio ile monde nisema hapa au Congo, maana qu'il faut kujirebela na vyote venye president afanya. Non, si tu dis ça. Constant Tamba il était opposant. Il a travaillé avec Félix. Laisse-moi vous rappeler que Félix alitaka ba opposant bote mketuongee. Bakatalaka. Les seuls opposant mwenye alifika alikuwa Martin Fayulu. Oui. Akaongea naye. D'accord. Bengine bakajirebele juu hapana, bakaanza jiona mfasi ya monde nikienda ongea na president mwenye kwa madarakani ataninua zamiri maana ndakuwa nilipata corruption au nini na nini. Martin Fayulu avait même refusé des postes ministériels. Unasikia? Iko opposant mais banonana na Felix. Ne ilikuwa ni Kabila wakati angali kwa pouvoir.
alikuwa anaproposer ma position manini. Il avait travaillé avec les opposants. Wakati alikuwa au pouvoir. Cela ne suffit pas, c'est comme un deux coups parfait. Il avait travaillé avec le type là, Sami Badibanga. Non, Kabila travaille avec les opposants de façon ya kubapunguza nguvu. Unaona? Ya kuwadiviser. Tuko ba 5 hapa, si ba 5. Mimi ndo leader, si ndio? Mimi nakuja kwa Moise kumbe achana yeye anakata wewe njoo. Wewe unatoka unaenda. Mimi leader wa movement nilikataa. Wewe juu ya tamaa zako unaenda. Na ndio ilikuwa inafanyika. Kama alichukua Sami Badibanga, akachukua banani ba Bruno Chibala, tusa ilikuwa juu ya kuaffaiblir IDPS. Leader anakataa, anachukua nani watu wa chini. Kuko story moja ya Madame Eve Bazaiba. Hii ya M+4. Après kumcontacter mzee Etienne akata bakamfuata Eve Bazaiba. Akamwambia no, president iko pale ani wa parti. Mwende muone yeye ndio yeye mimi hapa. Juu president alikataraka kama no, unaona yeye apendi, kwa hiyo wenjo ilikuwa donc ni ile mafason ya kujaribu kusema tuvunje hivi, lakini haiko juu ya bonne foi. Vous savez Tshisekedi iko kwa pouvoir, alita opposition yote kuongea nayo juu batumiki. Parce que sema kwamba contribution ya kuinchi ama development inchi position inapaswa contribuer. Ki ignore ke mu hii gouvernement ya Sominwa kama ni dema hii iko natumika mko mu opposant yemu Adolphe Muzito iko natumika ni kwa vije. Oui Adolphe Muzito na ule nani opportuniste unakuwa ni opportuniste unasikia Muzito mpe kacheo tu wazi anakutoka akaongea naye meba opposant wetu bamoya. Manake ni kufaire partir Tshisekedi. Non. Hebu tuongelee swala la Mutamba Moise. Ouais. Mutamba saizi aeleweki. Iko napingana na kisu na wakati yeye ni kuku. Selon maanalize zangu mimi kuna Mutamba anda na shuka. Mutamba anda na shuka. Mutamba ifo ba conseiller na biko naye bamzunguruke. Bamuiveye parce que Mutamba akosa position. Anakosa position comment? Yeye ndo akwa jita ndio opposant républicain. Voilà, na alionyesha opposition yake. Il était proche du président, il a travaillé avec le président. Akonesha vya mingi. Mais au finish, il a joué contre le président. Na kuma ma opposition haiko parce que alitukana mezake opposant wakati alikuwa iko ku pouvoir inamlâcher, adakuwa huku imaginez même le député Yanoshek l'emporter pas ba député opposition ensemble kutoka ku assemblée na kwenda fanya ile memo yao. Yanoshek comment se fait-il? Le type il a travaillé mais au contraire à chaque fois. Mais quand do shit à Mutamba nanda mu disparition si occasion ayajua position yene kwa amo. Il faut se positionner. Wanasema Mutamba iko na zungumza na watu wa PPRD surtout Hippolyte Kanambe. Mais comment vous appelez Hippolyte? C'est jina yake. Joseph Kabila Kabange. Hippolyte Kanambe. Comment? Les identités nilikuwa révélée wakati wa procès ni Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe Kazemberere. Au finish walimkondana atakiki. Atake Kanambe Kazemberere, Joseph Kabila Kabange. On a condamné en fait yeye ndo alikuwa jina gani? Alikuwa na jina Joseph Kabila mais wakasema son vraie identité c'est qui akasema? C'est le ministère public. Tu dois appuyer quoi? Ministère public ou bien? Non, le jugement, tu n'as pas jugement va me condamner en taquet. Joseph Kabila Kabange. D'accord. Et nationalité congolaise. Kidede kwa nasema ou vieux ou grand Constant. Constant anashuka. Sana. Anashuka parce que Constant antakuwa popo sindegi. Na yengine nikitaka kuongeza hapo. Mpolitiki kuna kwa principe mwa nasemaka politiki kwa kistatili kwa dynamique. Unaweza changer couleur leo unaenda huko unaenda huko. Politiki inakuwa kavile. Na mwingine principe inakalaka politiki ya mkwa ki ami interne na mkwa ki ennemi interne. Hakuta kuwaka adui wa milele na rafiki wa milele politiki. Ki ignore kie wakati wa epoki ya Kabila alitafutaka pati ya Poison Moise Katumbi. Mais kwa leo iko naongea na Sovole Kongo wanaongea na baka. Badelise Sanga wa nini? Moise Katumbi iko bloqué Zambie mpaka Zambie na Kasumbalesi.
Anataingia mkongo wanabloke mamilie ya bajere wanashuka. Nani avyo ndio iko hivi. Pima tu kutia kule nani. Ile politike bila inawezekana. Sasa mimi uangalie sasa unajipashia kote gani? Na yesi kama unafanya makosa, justice haiwezi fanya kazi yake. Ndio utakiwa na baba peuple na souffrir. Ba peuple ndio kuna souffrir. Sio unaona tu Mungu analeta mifano ya bien. Mungu analeta mifano ya bien, mais ba peuple ndio kuna souffrir. Unaona sisi hapa tunakuwa hatuko ngambo ya serikali na ama ngambo ya wapinzani. Tuko ngambo ya inchi. Na kila wakati kama politiki ni kama vile simba mbili ziko zinapigana, majani ndio yanalumia. Na majani ndio raia. Sasa unatanisha imagine kutaka kukamata pouvoir par force ya Hippolyte Kanambe Joseph Kabila na mpaka kwa PM23 na Rwanda na wasapoti. Raia ndio nyiko nakufa sana. Mama sacre, ma violence, manini. Na kama pia na sisi tutaangalia Moize, donc tunaangalia kenye serikali inajaribu kufanya kama ni kizuri. Mimi nakiapuye. Hajalishi tuko mu context gani, tuko wapi, juu une fois tunafanya hivi kitasaidia miaka yenye iko nakuja. Lakini kwa huu mchakato wote ambao umeanzishwa wa referendum, sina apuyo yote ile opposition. D'ailleurs kama itatokea kwamba baopoza bote babatie ndani kwanza, huu mchakato ukiisha ndo wafunguliwe, moi suis d'accord avec ça. Juu population en soi tukifanya tu kuuliza ba Congolais wote banapenda tu changer ama kumodifier constitution, les trois batoke mbarabara, utaona inchi yote tu na Goma watatoka na barabara. Mais ça c'est fait parce que au bio ndio majorité. Raia tu epeke tu juu majorité qu'on a pouvoir papa. Hakuna influence yote. Juste tu un mot. Un mot qui doit donner. Yeyote mwenye anapenda. Nani atasema hiyo mot? Bon, inategemea soit itatoka ku ministère public. D'accord. Na hiyo ministère public yuko contrôlé par qui? C'est serikali. D'accord. Waseme serikali ndio kuna nguvu. Par leur volonté. Mwenye anapenda tu changer ama tu modifier constitution. Batoke barabara. Kisha sasa journée inayofuata mwenye apendi atoke barabara. Hapana. Ndio tutaangalia sasa banani biko tayari nous sommes dans un pays démocratique. Yote vinawezekana. Na kila mtu anatakiwa kujimanifeste. Kusema tu waopoza wafungwe sio vizuri, mais kama unajirebelea yako changement wa constitution juu hata Kisekedi angebaita watu tufanye hiyo constitution. Waopoza wana watu ndio waopoza wako. Waopoza banapenda bapate maposte ile ndo kiko kinabatia moto. Kenen taongea zaidi. Mie niko na regret sana juu ya hiyo vitu ilipitikana juu ya vote ya ma referendum. Pourquoi quoi bon? Pourquoi tusisiege kwanza tuangalie si tutatoa baagresere bende kwa tusumbua jour et nuit? Est-ce que audio mon opposition ndio biko na kuye baagresere? Opposition za kuwa nguvu ki gouvernement. Moize question ya kujiuliza. Opposition na kuwa nguvu ki gouvernement. Wanasema Waswahili zimu likujualo alikuli likakwisha. Enemy interne wako ule akumalizaki. Andika nawe anakula mdogo mdogo. Taratibu. Kwa hiyo tuseme kwamba baopoza tuchangie kubatoa ba enemy. Abesi changie. Anoke jour utasikia baopoza banasema tutoe kwanza enemy kisha ndo tufanye na election. C'est l'objectif. Si c'était ça, bangesema tuachane na maelection, tupigane kwanza. Nani opoza mshamsikia na prononcer? Est-ce que kwa gouvernement kwanza lipende hivyo? Non. Gouvernement Roger alisema rais aliita watu. Aliita opposition. Jusqu'à maintenant table. Mkuye tuikale tuzungumze. Non. Jusqu'à maintenant unajua kama nani ana freiner dialogue? Dialogue ni haiwezi kuwa. Dialogue avec les conditions za opposition. Dialogue c'est quoi? Biko commanditaire na watu biko inji. Haiwezi kuwa. Dialogue iko inaitwa na president yepeke na yeye ndio mwenye iko na mamoze ye ataplacer pale et puis mnaleta ma proposition zenu. Mais ce dialogue kusema sema tutafutane nini yenye biko naita kusema sema nini boso sur glissement ile ka nini pale transition. Asa tufanye transition moi il y a 2 ans juu tujipange et alors transition mpate maposte tout ça et puis fin de fin
haina maana. Bro, tena kuambia kitu. Haina maana. Priorité ça ya ba Congolais. Sio ma référendum. Priorité ba Congolais sai, sio modification ya constitution. Priorité ba Congolais sai ni kutoa bale bahasi ba M23 na ba Rwanda bende Congo. Tout bateau na tout no pouvoir ko bateau. On avait même demandé yo question kwa monsieur le président. Vite déjà wakati gani? Uko na réponse, Roger kuna réponse. Hiyo idée unasema pale. Vita itaisha. Hiyo idée uko unasema pale ndio mapoza wangekuwa nayo kwa. C'est la même idée. No idée opposition kwa kwanza. Unafuata Martin Fayulu chaque fois. Ma propos iko yaki kwa hiyo contenu na agresseur. Unafuata ma propos ya Delice Sanga chaque jour. Ma propos ya Kikwai. Shida Moïse ni opposition. Maki niko naona sa majorité nataka jouir avec yaba ba type ba profiter ba profiter bangi profiter. Non. Si c'était ndo gisi hali ingekuwa opposition ingeweza kukaa pamoja na kusema tuache maelection tupigane kwanza na M23 na tatu. Nafikiri avenir sasa unaona après hivi yote unahisi tunaenda sawa ama uko mbele kuko giza? Uko mbele piko giza. Roger? Uko mbele kulikuwa giza juu ni mwangaza kuchukua mweusi. Piko giza juu kutakuwa pire, vitu vitakuwa pire qu'aujourd'hui. Pire nini? Yaani kutakuwa magumu. Est-ce que tu crois menacer nchi? Non, je suis quoi menacer nchi? Pire gani? Unaniuliza vie? Na kama ni vie yangu faut ni donner. Ndio vie yake. Pire gani itakuwa? Pire itakuwa juu ya vitu tunaingia ama modification ou changement de constitution. Moi, les garants de la nation, qui va m'interdire? Attention, acha lomba pardon, je parole. Sasa tungoe tuone opposition yenye itafanya. Tushie kwanza hapo. Mingi tukutanane majira ya saa 12. Bye bye.